Leo hii tarehe 16 Januari mwaka 2026, nayo furaha kwa niaba ya serikali kwamba tumezindua mpango maalum wa kitaifa wa kuhamasisha uwekezaji wa ndani nchi yote hii ya Tanzania. Na kuanzia baada ya kufungua au kuzindua rasmi, wenzetu wa TISEZA, mamlaka yetu ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, kwa kushirikiana na benki ya Equity na wadau wengine waandishi wa habari, watazunguka nchi nzima kufanya uhamasishaji, kuhamasisha Watanzania kuweza kuwekeza, uwekezaji wa ndani. Na lengo la kampeni hii tunalenga mambo matatu manne. La kwanza ni kutoa elimu kwa Watanzania juu ya uwekezaji. Uwekezaji ni nini? Ni namna gani wanaweza kuwekeza? Lakini katika hilo hilo kubadilisha mtizamo. Bado baadhi ya Watanzania wanaamini wakisikia neno uwekezaji wanadhani ni kwa ajili ya watu wa nje. Lakini nataka kutoa hiyo elimu kwa sababu cha kuzingatia ni kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kaendelea kwa kutegemea tu uwekezaji wa nje. Uwekezaji wa ndani na wa nje lazima wafanye kazi kwa pamoja katika kujenga uchumi, na njia kubwa ya kujenga uchumi na kuongeza kipato katika nchi ni kupitia uwekezaji. Kwa lengo la kwanza ni kutoa elimu ya uwekezaji kwa Watanzania wote. Jambo la pili ni kuwaonyesha Watanzania ambao wanapenda kuwekeza, fursa za kuwekeza ziko wapi, fursa za uwekezaji ziko wapi, maeneo gani ya kuwekeza, maeneo gani ambayo ni kipaumbele katika uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni eneo la pili ambalo itakuwa ni kubwa sana. Eneo la tatu ambalo nataka tulifanye ni kuwaeleza Watanzania vivutio gani vya kikodi na visivyo vya kikodi ambavyo vinatolewa na serikali kupitia TISEZA pale ambapo wataamua kuwekeza. Namna gani watapata vivutio, watapata vivutio gani vya kikodi, vivutio gani visivyo vya kikodi, ili kuwarahisishia uwekezaji wao kwa maeneo ambao watachagua kuwekeza. Lengo la nne ni kuwakutanisha wawekezaji wa Kitanzania na wawekezaji wa nje katika swala zima lile la ubia katika uwekezaji. Namna gani wanaweza wakashirikiana na wawekezaji wa nje katika kuweza kukuza uwekezaji wao. Lakini la tano ambalo ni nyongeza ni kwamba Watanzania wengi wana maeneo wanaomiliki, kwa mfano ardhi, na wajua wafanyie nini. Tungetaka tutumie fursa hii kwa kukutanisha na TISEZA ili wanaweza kukabidhi maeneo kwa TISEZA kuwasaidia kupata wawekezaji ili waweze kuwekeza katika maeneo yao, ili wabadilishe maeneo yao ya ardhi kuwa mali kifedha, na kwa mtindo watakuza kipato chao na watasaidia pia kukuza kipato cha kitaifa na kuongeza ajira Tanzania. Kwa ndio maeneo matano ambayo tunaenda kufanya kazi katika swala hili la uwekezaji. Wito wangu ni kupitia nyewe waandishi wa habari kwamba Watanzania wajitokeze, wasikilize wetu TISEZA, waulize maswali, waone fursa ambazo zipo na hatimaye wachukue hatua, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kwa dhati kabisa kukuza sekta ya uwekezaji wa ndani, yani domestic investment, sambamba na kuvutia uwekezaji wa nje. Hiyo ndiyo njia sahihi ya kuweza kukuza uchumi wetu. Napomalizia niseme tu kwamba kwa niaba ya serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini ili kurahisisha Watanzania kufanya biashara, na lengo letu kubwa ni kuona kwamba sekta isiyo rasmi, yani informal sector, inabadilika kuwa sekta rasmi ili waweze kuchangia vizuri katika uchumi, ili waweze kutengeneza ajira zaidi. Kwa hivyo taasisi zote za umma ambazo zinahusika na biashara zimepewa maelekezo kurahisisha swala zima la kusajili biashara na kufanya biashara, ili wafanyabiashara wengi wadogo na wakati ambapo katika sekta ambayo ni informal, yani sekta sio rasmi, waweze kuwa formal ili watambuliwe mchango katika uchumi na kuweza kuchangia katika pato la taifa na kuzalisha ajira. Leo tarehe 16 Januari mwaka 2026, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji amezindua kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani, na amezungumza kwa nini uwekezaji wa ndani ni muhimu. Na sisi kama mamlaka ya uwekezaji tuna malengo mawili kuhusu kampeni hii, ukiacha yale 7 ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Waziri. Moja, tuna lengo la kufikia miradi 1500 ambayo imesajiliwa kwa mwaka mmoja. Mwaka uliopita tulikuwa na lengo la miradi 1000, tumefika miradi 925, zaidi ya 90% ya lengo tulikuwa tumejiwekea. Mwaka uliopita tulikuwa na miradi 917 ambayo ilikuwa ni record pia.
na mwaka huu lengo letu mwaka 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba tusajili miradi 1500. Kwa moja ya hamasa ni hii, lakini ya pili, lengo la pili ni angalau 50% ya miradi hii iwe miradi inayomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Mwaka uliopita takriban 55% ni miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania pamoja na Watanzania na ubia. Kwa 30% miradi inamilikiwa fully na Watanzania, 25% miradi ambayo inafanywa ubia kati ya wageni na Watanzania. Kwa ukijumlisha mkono wa Watanzania unaukuta katika miradi takriban 55%. Lakini sisi mwaka huu tunataka miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania pekee kwa 100% iwe takriban 50%. Kwa tukipata miradi 750 ambayo inamilikiwa na Watanzania tukajumlisha na ya Watanzania inayomilikiwa na wageni, tunajua takriban 70-80 ya uwekezaji wote wa Tanzania utakuwa mikononi mwa Watanzania, na pale ndipo tutakapoona sasa mageuzi haya ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiongoza katika sekta ya uwekezaji tangu mwaka 2021 na matokeo yake ambayo tunayaona hadi sasa. Kwa hiyo wito wetu, Watanzania watakaposikia kwenye vyombo vya habari, moja, wafuatilie kampeni za TISEZA, wazione zinapokuja katika mkoa wao. Katika kila mkoa tutafanya semina za wawekezaji wa pale, waweze kushiriki, wapate elimu, wapate vivutio, wajue afisa ambaye yuko kwenye mkoa wao atakayeshirikiana nao, atakayewasaidia. Lakini pia wao wenye biashara ambao ana biashara anataka kukua, atuletee maandiko yake ya biashara. Mwenye ardhi anayetaka mbia na yeye pia atuletee ardhi yake ili tuweze kumuunganisha na wawekezaji wa nje pamoja na wa ndani. Ni muhimu kama Mheshimiwa Waziri alivyosema leo, ile mitaji zile asset tulizo nazo, whether ni biashara au ardhi, zikutane na mitaji ili ziweze kuzalisha mali, na pale ndipo uwekezaji unapotokea na maendeleo ya uchumi pamoja na mikoa yetu. Kuanzia siku ya kesho tunaanza na mkoa wa Geita, tutazunguka nchi nzima, pia kwa upande wa Zanzibar kwa kushirikiana na wenzetu wa ZIPA. Kwa hiyo mikoa yote kwa miezi miwili ijayo tutakuwa kwenye vyombo vya habari kila siku, tutakuwa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na waheshimiwa wabunge na pia taasisi zile za biashara ikiwemo Chamber of Commerce kwenye kila mkoa. Kwa tutakapopita kwenye mkoa, ukiacha kuzungumza na viongozi wa kisiasa, tutafanya mikutano ya wafanyabiashara na wawekezaji katika mikoa, lakini pia tutatembelea wawekezaji wa mfano kwenye yale maeneo ili kuwaonyesha Watanzania kwamba kama mwenzako ameweza kuanzisha kiwanda cha kukoboa, kusaga mahindi na kupack, akaweza kuuza katika nchi jirani, na wewe pia unaweza. Kama mmoja ameweza kuanzisha hoteli, pia na wewe unaweza. Kama huyu amewekeza katika sekta ya utalii, pia na wewe pia unaweza. Kwa hiyo tutapiga kelele na tunaomba sana wenzetu wa vyombo vya habari mtusaidie pia kufikisha ujumbe huu kwamba awamu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni awamu ya kuwawezesha Watanzania, na katika kampeni hii zipo nafuu nyingi ambazo Mheshimiwa Rais ameziweka kwenye kodi, kwenye uwekezaji ili waweze kuajiriwa Watanzania, na hakuna kipindi kizuri cha kufanya uwekezaji na kuajiri Watanzania wenzako kama kipindi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Kwa majina anaitwa Shumbana Walwa, ni mkuu wa kitengo cha masoko kutoka Equity Tanzania, Equity Bank. Na napenda kusema kwamba tuna furaha kubwa kama benki au mdau mkubwa ambaye anawezesha masuala ya uwekezaji Tanzania, kuanzia nyanja ya ndogo kabisa, kati na wawekezaji wakubwa. Tumefurahi na tumeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kujumuika na TISEZA, kwa sababu tunapozungumzia uwekezaji wa ndani tunazungumzia miradi mbalimbali ya ndani, na tunapozungumzia miradi mbalimbali ya ndani tunazungumzia Watanzania ambao ni wafanyabiashara, Watanzania ambao wanafanya mambo mengi ya kimaendeleo. Na kupitia kampeni hii tunaamini tunaingia mikoa mingi ambapo sisi kama Equity Tanzania tutaweza kuwafikia Watanzania wengi ambao ni wafanyabiashara kwenye miradi mbalimbali ambao wanahitaji mahitaji makubwa ya kifedha. Equity Bank tuna mikopo, Equity Bank tuna uwezeshaji mkubwa ambao unahusiana na masuala ya kifedha. Kwa kupitia TISEZA tunaamini tutaweza kufanya kampeni ambayo itawafikia Watanzania wengi, na Equity Bank itaweza kufikia wafanyabiashara wengi ambao watakuwa na uhitaji wa kifedha kwa ajili ya mikopo ya kuendeleza biashara zao na kuweza kuinuka kibiashara zaidi na kimaendeleo zaidi. Kwa hiyo kampeni hii kwanza naomba niseme ni kampeni mahususi na ni nzuri sana, kwa sababu ile nia ya kukuza biashara zetu, kukuza uchumi wetu, tunaamini sisi Equity Tanzania tutaweza kuifikia vizuri tukiwa na TISEZA na tukiwa kwenye kampeni hii. Na hii ndio sababu kubwa ya kuamua kushirikiana nao kuingia kwenye kampeni hii ili kuhakikisha kwamba hatuishii kwenye maeneo ambayo sisi tupo tu au wale ambao wanaweza kutufikia. Kupitia kampeni hii tutaweza kuwafikia wengi, tutafika maeneo mengi, tutatoa elimu ya kifedha mbalimbali kwa
rika mbalimbali, na tutaweza kuhakikisha kwamba yale mahitaji ya kifedha ambayo Equity Bank tunayafacilitate au tunatoa, tutaweza kuwafikia wengi zaidi, na wateja wengi wanaweza kupata na kunufaika na Equity Bank kupitia program hii au kampeni hii ya TISEZA, kuhakikisha kwamba utalii wa ndani, uwekezaji wa ndani unaweza kukua kiurahisi kwenye sekta aina zote, ikiwemo ndogo, ya kati na mikubwa.